nasema licha ya ninayoyaona, unaitwa unaitwa, nasema licha ya ninayoyaona, unaitwa unaitwa, nasema wakati wa machozi unaitwa, nasema wakati unaitwa, nasema wakati nasema katikati ya nasema wakati Asante Yesu, utukufu na sifa ni zako Bwana, heshima ni zako Yesu, mamlaka ni yako Bwana. You deserve our praise, Lord. You deserve our honor, Jesus. Unastahili sifa Bwana. Asante Yesu, asante Bwana. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Bwana. Basi ndio msikilizaji, anapote ulipo, kama sauti inakufikia, ni jioni njema, wakati ulio mwema machoni pake Bwana mba mbingu na nchi. Ametupenda, ametulinda, ametukirimia kibali na nafasi ya kuendelea kuishi, sio kwa nguvu zetu wala kwa uwezo wetu, lakini kwa nguvu zake Bwana tungali tunaishi. Tuna kila sababu za kumshukuru Mungu, kumtukuza, kumwamini, kumtumaini na pia kumtumikia, kwa maana ndiye mwenye uwezo na ndiye mwenye nguvu. Imempendeza kwamba jioni ya leo tuweze kupata nafasi ya kukutana mahala hapa kwa ajili ya kushiriki neno lake Bwana. Ni matumaini yangu ya kwamba uko mzima mahala ulipo na kwamba unaendelea kumtumainia Mungu. Nami nikukumbushe kwamba Mungu aliyekutunza na kukulinda anakupenda sana. Mawazo ambayo anakuwazia ni mawazo mema. Mipango ambayo Mungu ako nayo juu ya maisha yako ni mipango mema sana. Ndio maana jioni ya leo ungali unaishi. Kwa hiyo una sababu za kumtumainia Mungu, una sababu za kumwamini yeye na zaidi kumtumikia yeye, maana ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye uwezo. Nami nakuletea neno lake Bwana ambalo kwa hilo tunaweza kufahamu ni yapi ambayo yanastahili ili tukayashike na yapi yasiyostahili ili tukayaepuke, ndiposa tuweze kuona msaada wa Mungu duniani, mwisho tupate uzima wa milele. Kwa hiyo nakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Naomba muda wako tu mchache kwa ajili ya sauti hiyo, na Mungu atakubariki sana. Lakini kabla ya mambo yote, ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi, kwa sababu ya pumzi ya uhai ambao ametukirimia kuwa nayo na hiyo nguvu za mwili, tunapoendelea kujikabidhi mbele za Bwana ili ya kwamba aendelee kutusimamia na kututetea ili siku yetu iishe vyema kwa amani yake Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo yote yanawezekana. Napoomba na wewe pia, inawezekana umekumbana na jambo linakusumbua katika siku ya leo. Unaweza kuchukua nafasi hiyo, kaamini Mungu wako
na ukamkumbusha hitaji lako hapo ulipo tu, naye Mungu ni wa rehema, anaweza kukurehemu jioni ya leo akakutendea, nawe ukashuhudia wema wake Bwana. Zaburi 79 mstari wake ni wa 8 na wa 9. Alafu tutakuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Psalm 79 verse number 8 and 9. Usikumbuke juu yetu maovu ya baba zetu, rehema zako zije kutulaki haraka, kwa maana tumeteseka sana. Ee Mungu wa wokovu wetu, utusaidie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Utuokoe, utusamehe dhambi zetu kwa ajili ya jina lako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie milele, uliye mwanzo tena mwisho, kimbilio, tegemeo, msaada wa karibu, ngome imara. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako. Asante kwa ustahimilifu na uvumilivu wako kwetu. Asante kulinda hata mahali hapa. Asante kulinda kila msikilizaji. Na asante Bwana, kwa maana mawazo yako kwetu ni mema na mipango yako kwetu ni mipango mema. Sifa hizi zote zikurudie jioni ya leo. Umeinuliwa kuliko vionekanavyo na visivyoonekana. Nami ninakuadhimisha mahali hapa jioni ya leo. Ninakiri ya kwamba Yesu Kristo ndiwe Bwana, na kando na wewe hapana Bwana mwingine. Ndipo ninakuomba Bwana Yesu, tawala, miliki mahali hapa jioni ya siku ya leo. Ukajitukuze, ukajidhihirishe, ukaachilie kibali na neema mahali hapa Bwana. Yesu Kristo uonaye sirini, ukajibu kwa wazi. Kwa mamlaka yako na nguvu zako Bwana, ukazuia mabaya, miinuko ya shetani, ya waganga na wachawi, mamlaka yote ya kutoa kuzimu, baharini, kinyume na maisha ya watu uliowaumba Bwana, ukasambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukazidi kutimiza mpango wako mwema, ukazidi kutimiza makusudi yako mema jioni ya leo, kama ulivyopanga mbinguni kwa ajili ya siku ya leo. Wacha Bwana ukatimize, na sifa zote zitakurudia Bwana. Wako wengi ambao wanakuhitaji kwa njia mbalimbali. Bwana Yesu, nyosha mkono wako ukatende ishara na muujiza, wakaone utukufu wako maishani mwao, na sifa zote zitakurudia Jehova. Mahali kuna makosa yanazuia msaada wako, tunaomba msamaha jioni ya leo. Utusamehe kwa kuwa tumepungukiwa katika matendo, maneno, mawazo, fikra na hisia. Baba, hatufai mbele zako Bwana, tunaomba msamaha wako. Tusamehe, tutakase na utukubali. Na pia Bwana ukatubadilishe, maana mamlaka yote yana wewe. Ukizidi kutuongoza na kutuelekeza katika njia zinazoelekea kwako Bwana, kwa maana mamlaka yote yana wewe. Bwana Yesu, zidi kutawala. Tunapoenda kupeana neno lako mahali hapa jioni ya leo, ninaomba Bwana ukakubali kusimama katika neno lako Bwana. Unijalie kunena yapasayo na yastahilio kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako likampa hekima na maarifa, likimbadilisha na kumfanya kuwa mwana katika ufalme wako. Kila roho ya kupinga na kuzuia Injili ninaikemea ikapata kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninaomba ukamiliki na kutawala, ukitenda jambo jipya kwa maisha ya kila msikilizaji, na sifa zote zitakurudia Bwana. Damu yako ya dhamana ikatufunike na ikanene mema. Bwana, tunaamini umesikia na umeenda kutenda. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Msikilizaji mpendwa, nakaribisha tena kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa amani akubariki na akukumbuke kwa kila ulinalosumbuka nalo, kwa wingi wa rehema zake akufanyie nafasi ya kutoka katika mazito na magumu, kwa jina la Yesu Kristo.
nawe zidi kumwamini Mungu, na zaidi sana lile ambalo unajua ni baya usilitende. Lile ambalo unajua ni baya uliepuke. Ushikamane na lile ambalo linampendeza Mungu, ndiposa msaada wake Bwana utaweza kuonekana katika maisha yako. Ukishiriki mabaya utakuwa umeleta mateso ndani ya maisha yako mwenyewe. Ukifuatana na watu kufanya yasiyompendeza Mungu, basi wewe mwenyewe utakuwa umeleta mateso katika maisha yako. Lakini unapoepukana na mabaya, unapoepukana na dhambi, basi unamkaribisha Mungu katika mahitaji yako, na hapo ndipo atakuwa na sababu ya kukusaidia. Kwa hivyo unapoishi ni vizuri kwa mwangalifu jinsi unavyoishi na jinsi unavyoenenda. Usifanye kitu kwa sababu watu wanafanya, lakini maandiko yanasema kwa kila jambo tutafute sana kujua mapenzi ya Mungu. Kuna Mungu ambaye ametupa uhai, na ni yeye ndiye ako na msaada wetu, lakini hawezi kutusaidia kama tunafanya yaliyo kinyume na mapenzi yake. Hawezi kutusaidia. Atatusaidia wakati ambapo tunafanya yale ambayo yanaenda sawasawa na mapenzi yake. Ndio maana ni vizuri kila kitu unafanya unajipima na Mungu. Unauliza Mungu aliyenipa uhai, ambaye natarajia anisaidie, haya mambo ambayo anayafanya yanampendeza? Haya mambo na usikana nayo yanafaa kweli mbele za Mungu? Yanastahili mbele za Mungu kweli? Ama ninafanya yale ambayo ni machukizo mbele za Bwana? Ni vizuri kujiuliza. Ni vizuri kufikiria. Kuna vitu vitatu ambavyo huwa vinampumbaza mwanadamu, au huwa vinamtawala mwanadamu kwa njia isiyofaa, na mwanadamu akajiletea mateso maisha. Kuna kitu kinaitwa kiburi cha uzima. Wakati mtu ako na uzima wa mwili, 99% upumbazika, na akasikia sasa ninaweza kufanya nitakavyo, ninaweza kuenda nitakako, ninaweza kuenenda vile nitakavyo, na akamsahau Mungu ambaye amempa uwe uzima, kiwango ya kwamba kapata ya kwamba kwa sababu ya uzima mwanadamu huwa hakubali hata maneno ya Mungu. Huwa anaona maneno ya Mungu kama hayahitajiki kwa masaa kama haya. Kumbe uzima tulionao unaweza kuondolewa wakati wowote, ama adui shetani anaweza kutuingilia kwa wakati wowote. Kwa hiyo ni vizuri unapoona unatembea, unaongea, unasikia, usipumbazike ukamdharau Mungu. Usipumbazike ukamkataa Mungu. Mungu alipoongea na Hosea akasema waliposhiba, baada ya Mungu kuwashibisha, ati ndipo walimuasi, wakawa kinyume na Mungu, badala waendelea kuwa pamoja na Mungu, kwa sababu wameshiba, yani wako na pumzi ya uhai, uzima wa mwili wako nao, ati sasa wakakuwa kinyume na Mungu. Na kwa sababu hiyo mateso sasa yakaingia maishani. Kwa sababu hiyo sasa vilio vikaingia maishani. Ni vizuri kuwa mwangalifu unayenisikiliza. Wakati uko mzima, usisahau kwamba dunia hii imejaa taabu, na taabu zingine akili zetu haziwezi. Taabu zingine ujuzi wetu na uweza wetu hatuwezi. Tunahitaji Mungu. Lakini Mungu atakusaidiaje kama wewe ulikuwa kinyume na yeye? Atakusaidiaje kama ulitawaliwa na kiburi cha uzima, kiwango cha kumkataa Mungu? Atakusaidiaje iwapo ulikubali kutawaliwa na kiburi cha uzima? Baada ya kuona uko mzima, badala ya kusimama kwa njia za Mungu, unachukuliwa na kile kiburi cha uzima, unamsahau Mungu. Atakusaidiaje?
inakuwa ni vigumu sana. Hosea 13 mstari wake ni wa 4. Lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri, wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi, wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Mimi nilikujua katika jangwa, katika nchi yenye ukame. Kwa kadiri ya malisho yao, kwa kadiri hiyo walishiba na moyo wao ukatukuka. Ndio sababu wamenisahau mimi. Mungu anapoongea na Hosea akimtuma, anamtuma kwa watu ambao wametawaliwa na kiburi cha uzima, na kile kimewafanya watawaliwe na kiburi cha uzima. Mungu anasema ni kwa sababu yao kushiba. Wameshiba, wamepata uwezo, wanaona wako sawa, na sasa badala ule uzima watumia kumtumikia Mungu, wakaanza kutumia ule uzima kuwa kinyume na Mungu, against God. Lakini Mungu akawa anatuma Hosea awakumbushe, awaambie ni yeye aliwajua wakiwa hata hawana kitu. Ni yeye aliwaona Misri na akakuja kuwatoa, na akawa amewaambia hawasiwe na Mungu mwingine na wala hakuna mwokozi, ni yeye pekee. Lakini ikatokea kwamba baada ya hao watu kushiba, wako sasa na freedom, wakaanza kuwa kinyume na Mungu. Na hivyo ndivyo pia kizazi cha leo tulivyo. Mateso mengi tunayoyapata maishani ni kwa sababu tunaendanga hivi, tunatawaliwa na kiburi cha uzima. Sasa inakuwa ya kwamba hatuwezi mkumbuka hata Mungu, tunaishi kivyetu. Ni kuamka asubuhi kwenda shughuli, kurudi nyumbani, kuamka asubuhi kwenda shughuli za kutafuta na kurudi nyumbani. Kiwango sasa Mungu anasahaulika. Na hata Mungu akikupendelea sana, ainue mhubiri amweke labda kwenye ile gari unapanda ukienda kazini, unakuta wewe hata hauna haja, unasikia mimi niko sawa. Sasa kwa sababu ya uzima wa mwili, badala ule uzima utufanye tumwabudu Mungu, wakati mwingine huwa uzima wa mwili huwa unatufanya tunaanza kumsahau Mungu. Tunatawaliwa na kile kiburi cha uzima. Na wakati watu hawa walikuwa wametawaliwa na kiburi cha uzima, sikiliza vile Mungu alisema. Ati mstari wa 7 anasema, basi nimekuwa kama simba kwao, kama chui nitavizia njiani, nitawajia kama dubu aliyenyang'anya watoto wake, nami nitawararua nyama ya mioyo yao, na huko nitawala kama simba, huyo mnyama mkali atawararua. Hayo ndiyo maangamizo yako Israeli, kwa kuwa wewe kinyume changu mimi, kinyume cha msaada wako. Ati sasa Mungu akaona watu ambao aliwajua tokea mbali wamefika mahali wako na uzima, wako na freedom, lakini wameanza kutumia ile freedom kuwa kinyume cha msaada wao. Wameanza kutumia ule uzima kuwa kinyume cha ule Mungu aliyowapa ule uzima. Sasa Mungu akatangaza mateso, maangamizi. Vilio vinatupata wakati mwingine kwa sababu tunafika mahali tunaanza kuwa kinyume cha ule msaada wetu. Tunaishi na tunazoea mpaka tunakuwa kinyume cha ule Mungu aliyetuona tukiwa hatuna kazi akatusaidia tukapata kazi. Lakini tukishapata tunasahau huyo Mungu aliyetuona tuko wagonjwa akatupa uhai wa bure, pumzi. Lakini tunaenda hivyo tunasahau huyo Mungu. Unakuta sasa tunafanya yale yasiyompendeza, tunatenda yale ambayo hayafai mbele zake, tunashiriki yale yasiyompendeza Mungu. Mtu ambaye unanisikiliza, hivyo ulivyo na hivyo unavyofanya, inawezekana wewe pia you are against your helper. Haya mambo unashiriki wewe. Unaona maandiko yanasema tuchunguze njia zetu na tusijaribu. Unaponisikiliza jioni ya leo, inawezekana mfano huu wa watu wa Israeli kupitia kwa Hosea ikawa wewe ni mmoja wao.
kwamba Mungu alikusaidia na wewe sasa ulienda zako. Mungu alikufungulia mlango wa kazi, mlango wa uhai wa mema, ukapata uzima, lakini sasa umeanza kuwa kinyume cha huyo Mungu. Mtu akiwa amezaliwa hana chochote, bado anasoma, na mkuta anakubali ile sura yake, ile figa Mungu alimpa anaikubali, na wala hana tatizo nayo. Lakini Mungu anapomtunza na kumlinda na kumlisha na kumlea, akishapata uzima na apate kazi, apate pesa, sasa anaanza kuwa kinyume cha ule Mungu kwa kumkosoa Mungu wake aliyempa maumbile yale aliyonayo. Hapo ndipo sasa mwanadamu hufunguka macho ya kujua sikustahili kuwa na ngozi nyeusi. Kwa hiyo anaanza kutafuta vile anaweza kujibulisha ngozi badilike. Ameanza kuwa kinyume cha Mungu wake. Hapo ndipo wengine utambua kwamba kumbe sikufaa kuumba mwembamba, nilifaa kuwa mnono. Hapo ndipo sasa watafuta madawa ya kujidunga ili wakanoa. Wameanza kuwa kinyume cha ule Mungu wao aliyewasaidia. Isaya 1, Mungu akaambia Isaia, nimelisha watoto nikawalea, nao wamenisahau. Wamenisahau. Watu wengi tunateseka kwa sababu kwa asilimia kubwa tumeenda tukasahau Mungu. Tumeenda tukaanza kuwa kinyume cha ule Mungu wetu, tukaanza kufanya mambo kinyume na yeye. Mungu ambaye alituona katikati ya jangwa ya shida fulani, na akakuja akatusaidia, akatupa uhai, akifikiria